Akizungumza katika kikao kilichofanyika ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, mkuu wa division ya fatwa Sheikh Shaban Al-Batash amewataka waandishi wa habari kuwa na maadili na uwajibikaji katika utoaji wa taarifa, kwani utu ni muhimu kwa kila mtu katika jamii. Amesema taarifa yoyote inapochukuliwa ni lazima iwe ya ukweli na usahihi, kwani kazi ya uandishi ni wajibu wa kubeba amana na kuhakikisha kazi zilizoandikwa ni za usahihi. Sheikh Al-Batash amewataka waandishi hao kuzingatia maadili, uadilifu, wajibu, uaminifu na kuangalia heshima ya mtu kwa waandishi wa habari katika kuandika habari au taarifa zilizo sahihi. Waandishi wa habari wana wajibu mkubwa sana hata kidini, kuwa na umakini sana katika maadili yale, kwa sababu wanatoa taarifa kwa watu wengine. Kwa hivyo huenda taarifa ikawa ima sahihi au ikawa taarifa haina usahihi, inategemea sasa mwandishi huyu amechukua katika chanzo gani, na je ametumia njia gani kutathabat kuverify kwamba je taarifa hiyo ina usahihi. Kwa maadili ya habari yanahusiana zaidi na uadilifu, uwajibikaji na heshima kwa utu wa binadamu, sababu kila binadamu ana haki ya kuheshimiwa utu wake. Waandishi wa habari wana wajibu mkubwa sana hata kidini, kuwa na umakini sana katika maadili yale, kwa sababu wanatoa taarifa kwa watu wengine. Kwa hivyo huenda taarifa ikawa ima sahihi au ikawa taarifa haina usahihi, inategemea sasa mwandishi huyu amechukua katika chanzo gani, na je ametumia njia gani kutathabat kuverify kwamba je taarifa hiyo ina usahihi. Kwa maadili ya habari yanahusiana zaidi na uwajibikaji na heshima kwa utu wa binadamu, sababu kila binadamu ana haki ya kuheshimiwa utu wake. Sheikh Al-Batash amezungumzia madhara katika kikao hicho sambamba na kutoa nasaha kwa waandishi hao. Lakini pia kutoa taarifa ambazo si sahihi inawezekana kukapelekea kuibua migogoro ya kijamii au ya kifamilia, bali hata ya kinchi, baina nchi na nchi nyingine. Sasa taarifa kama hiyo inaweza kufika pahala pakubwa sana katika nchi na nje ya nchi, ikaonekana kwamba nchi fulani haina amani, nchi fulani haina uadilifu, kumbe ni taarifa ambazo zinaweza kuwa wakati mwingine kwamba hazina ukweli. Nasaha kwa waandishi wa habari, kwanza ni kuhakikisha habari ni sahihi. Jambo jingine ni kwamba epuka kusambaza uvumi au habari ambazo hazina ukweli, na pia kuna kutoa taarifa kwa usawa, kwa maana uadilifu, justice, bila kujali. Sambamba na hayo, katibu mtendaji kutoka ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar Sheikh Khalid Mfaume amesema taasisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar imeona ipo haja ya kukutana na waandishi wa habari kwa lengo la kuweza kukumbushana juu ya dhamana na wajibu wao wakati wa kutoa habari sahihi. Kukumbushana haya, kuheshimu utu wa binadamu. Kila mwanadamu ana heshima yake, kila mwanadamu, na hiyo ni katika makasudu sharia. Moja iliyokuja kwamba hifdhul irdhi, kuhifadhi dini hii katika makusudio yake, moja ni kuhifadhi heshima ya mtu. Kila mwanadamu ana heshima yake na kila mmoja apewe heshima yake. Kitu chochote kinakuwa na faida na kinakuwa kina hasara. Kuheshimu maadili ya taaluma zenu. Bila shaka hii fani ni nzuri na fani hii ni kubwa kabisa, na kwa kweli inatusaidia sana katika jamii. Taarifa zinaweza kufika kuelimisha jamii. Sasa hii fani ina maadili yake na ina miongozo yake. Ni vizuri waandishi mkazingatia yale maadili ya hii kazi yenu, lakini pia hayo maadili na yale ambayo walosema mashekhe, yale ya Mwenyezi Mungu aliyotuelekeza sisi mwanadamu yoyote, basi vizuri sana akaweza kuyazingatia. Atapata kuwa na jambo jingine kwa hapa niwe na hofu, ili ache ndiache. Na vizuri wakati mwingine taarifa hizi kuzingatia uwiano wa usahihi wa taarifa au uwiano wa habari. Inawezekana habari ile akachukua kwa upande mmoja, kisha kumsikiliza mtu mmoja, ule uwiano upande wa pili unakuwa, ile balance inakuwa haipo. Taarifa hiyo inatolewa, inaweza baadaye ikaja ikaleta taharuki na mambo mengine yanayofanana na sura kama hiyo. Kwa vile vile kuzingatia kanuni na sheria ya vyombo vya habari kama nilivyotangulia kusema, maadili, lakini kanuni na sheria. Bila shaka fani hii ina kanuni zake, ina maadili yake, ina sheria zake, ina taratibu zake. Aidha, mwanachuoni Sheikh Masud Ahmad Shani amegusia kwa kusisitiza kwa waandishi hao
kueneza amani na salama, kwani kila mtu atakuwa na hesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amewataka waandishi hao kuchukua tahadhari juu ya wanachokisema pamoja na kuwa na maadili ya uandishi wa habari. Tunachosisitiza ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekitaka kwetu sisi kwa ujumla na kwenu nyinyi, kwa kuwa dhima ambayo anaibeba mwanadamu katika dunia ni kueneza salama, kueneza amani hapa duniani, lakini kwa upande wa pili mwanadamu huyu, mwanahabari huyu na mtu mwingine yoyote, ni kwamba atakuwa na hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo iwe mkutano huu kumbukumbu njema, iwe mkutano huu kukumbushana yaliyowajibu, lakini bila ya kusahau kwamba tuna safari ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye atatulipa kwa mujibu tuliyoyatenda, ambaye anatutaka tuishi katika maisha anayoyataka yeye Mwenyezi Mungu, anayoyaridhia yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili ulimwengu utulie. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair, Leaders TV, wajibikaji ni msingi wa maendeleo.